Sisi Tanzania ipi sheria, hatuna sheria kwamba mtu lazima pimwe, lakini kwa kutumia ile huyu nani wa serikali, yani huyu wanasema mwanasheria mkuu, sio mwanasheria mkuu, yani kwamba hii sheria mimi binafsi ninasema sasa kama mimi sio nzuri sana, kwa sababu inaweza ikaleta mtafaruku mkubwa sana kwenye maisha ya ndoa, kwa sababu kuna hata hapa kwetu kuna wakati fulani waliwahi kusema kwamba 60% ya watu walioenda kwa mkemia mkuu kupima DNA walionekana kwamba watoto sio wa kwao, na si kwamba sio hiyo, yani ni kwamba 60% ya doubt zilizokuwa zipo. Mara nyingi sisi tunakwenda kwa mwanasheria mkuu kwa mkemia mkuu kwa sababu ya doubt. Kwa hiyo ina maana 60% ya doubt zilikuwa ni kweli, zilikuwa ni kweli. Na hatusemi kwamba 60% ya watoto ni sio wa baba, hapana. Tunasema 60% ya doubt zilizokuwa zipo zilikuwa za kweli, kwa sababu walichukuliwa wale tu ambao walikuwa na doubt. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye maisha ya kawaida inawezekana kabisa kwamba kuna mwingiliano mkubwa kati ya familia na familia. Kwa hiyo upo uwezekano kwamba kuna watoto ambao sio wa familia husika. Unaweza kuwa na watoto 6, lakini anaweza kutokea mmoja tu sio wa kwako. Lakini sidhani kama ina madhara katika sisi kwetu. Mimi ni mtu wa Mbeya, ni Msafwa, kwamba yani kitanda chako hakizai haramu. Yani mtoto anayezaliwa kwenye ndoa yangu bila kujali kwamba ni wa kwangu, huyo ni wa kwangu. Hata kama mke wangu akiondoka nyumbani kwangu akaenda kwa mume mwingine akazaa mtoto kule, yule mtoto ni wa kwangu mimi, kwa sababu yule amezaa yuko ndani ya mahali ya kwangu. Uvumilivu mliutoa wapi? Hapana, ni sawa. Yani sisi hiyo ni asili. Ni mtoto, yani mimi mtoto anayezaliwa ndani ya nyumbani kwangu bila kujali kwamba mimi ndio biological father or not, ule mtoto ni wa kwangu. Ni wa kwangu. Kwa hiyo mimi binafsi kwa mila zangu nilizozaliwa si support hiyo kitu. Kwa sababu ninachojua ni kwamba mtoto yote anayezaliwa kwenye ndoa yangu huyo ni mtoto wangu. Hata kama mimi sio baba yake wa kibiolojia.